Naam, na kutoka kule pwani kwa Mijikenda, turejelee taarifa yetu ya hapo awali ambapo wakati wengi wakichukulia siku ya Boxing Day kama wakati wa kupumzika na utulivu vile, katika jiji la Nairobi mambo yalikuwa ni tofauti. Ni siku iliyotawaliwa na vuguvugu la aina yake na shamra zisizo kifani. Hali hii inajiri kufuatia agizo la gavana wa Nairobi Johnson Sakaja aliyesisitiza kuwa bustani za umma ni mali ya kila mwananchi na hazifai kutengwa kwa matumizi ya kibinafsi. Kutokana na hatua hiyo, bustani ya Uhuru imeshuhudia idadi kubwa ya wageni waliofurika kujivinjari. Wakenya kutoka maeneo mbalimbali wakiwa na familia zao walijumuika kusherehekea ukingo wa mwaka huu 2025 katika bustani ya Uhuru. Shughuli zilikuwa kemkem, kuanzia mchezo wa kupanda farasi hadi bembea za kisasa zinazosisimua watoto na watu wazima sawia. Miongoni mwa maelfu waliofurika hapa ni Lucas ambaye ni baba wa familia ambaye ameifanya bustani hii kuwa kituo chake cha mwisho cha burudani. Kabla ya pazia likizo kufungwa na safari ya kurejea nyumbani kuanza, Lucas na jamaa zake wanatumia fursa hii adhimu kupata kumbukumbu zitakazosalia akilini mwao hata baada ya taa za sikukuu kuzimwa. Yangu hapa hivi Uhuru Park, at least wajinjoy. Despite economic kuwa ngumu sana, lakini tumezidi kujikaza yote. Na nimeona tu tujilete huku kwa sababu hata ukiona shida siku zote namkumbuka Mwenyezi Mungu sana. Matarajio yangu naomba Mwenyezi Mungu tunapoanza 2026 ikuwe ni mwaka wa baraka, ikuwe ni mwaka wa kila kitu hapa kwa Kenya. Hata hivyo, wakati wengi wamekuja hapa kwa burudani na michezo, kwa wengine bustani hii ni eneo muhimu la kusaka tonge. Uvunaji wa sikukuu ya Boxing umeshika kasi, huku wapiga picha na waelekezi wa farasi wakichangamkia fursa ili kujipatia riziki. Na kwa hivyo 2026 pia tunaomba tukuwe tuna amani na pia wananchi wafanye kazi kwa bidii. Watu wamekuwa kwa msimu wa Krismasi na pia ningependa kuomba wananchi wote, as much as tuna celebrate Christmas, Boxing Day, watu wanakula mzuri, wanakaa mzuri, pia 2026 pia tukumbuke ya kwamba kuna school fees. Katika kilele cha maombi ya Wakenya kwa mwaka 2026, hitaji la uimarikaji wa uchumi ndiyo jambo linalopigiwa upatu zaidi. Kwa mchuuzi mdogo na hata tajiri wa hapa jijini, ombi ni la gharama ya maisha kushukishwa chini ili kufaidi wengi. 2025 imekuwa maisha ngumu sana. Tunaomba Mola na hii serikali yetu tukiingia 2026 at least uchumi watu waangalie mambo na uchumi irudi chini ili watoto wetu wasome, ili vyakula tupate, juu wengine wetu sisi ni wajane na hatuna mahali penye tunapata fedha na kazi nayo hakuna. Bustani ya Uhuru inasalia kuwa kielelezo tosha cha umoja na utamaduni wa jiji ambalo halijambo linapokuja swala la sherehe. Na mtazamaji, kufikia hapo nafika mwisho mwa taarifa za Dira